kwamba ukichukua Yanga na JS Kabylie ukakompea, Yanga ni timu kubwa kuliko JS Kabylie. Okay. Kwa maana kwa siku za karibuni kuanzia kwenye uwekezaji, achilia tu mbali kwamba JS Kabylie anatokea nchi ambayo imepiga toki soka, unazungumzia Algeria, lakini kwa maana ya siku za karibuni, uwezo, usajili, kikosi, Yanga wana kikosi imara zaidi na kikosi ambacho kinaweza kufanya kitu kuliko JS Kabylie, na nzuri zaidi tayari Yanga ameshawahi kufanya kitu tofauti katika ardhi ya Algeria. Katika mechi ya finali ya mkondo wa pili, kombe liko mezani, alipata matokeo ya ushindi dhidi ya USM Alger katika uwanja huo ambao anakwenda kuutumia. Kwa tayari ile mentality ya ushindi katika uwanja ambao umejaa watu wanapata mechi ya finali, kama alishinda mechi nyingine michuano, kwa kesho kitu kikubwa. Lakini pia kwenye siku za karibuni amecheza mechi nyingi katika ule ukanda wa Afrika Kaskazini. Ameenda Tunisia, amekwenda amekwenda Egypt, amekwenda Algeria. Kwa hiyo kwenda kule ameenda Morocco, inapelekea sasa kuweza kuyafahamu mazingira na hakuna kitu kigeni. Lakini when it comes kwa maana ya qualities, Yanga ana nafasi kubwa ya kupata matokeo katika mechi ya away. Nimeangalia JS Kabylie wanavyocheza. Ni timu ambayo inategemea sana mipira mirefu, wakitegemea kwenye long balls na hizo crosses nzuri, lakini timu ambayo sio nzuri kwenye kutengeneza mashambulizi kupitia katikati. Lakini pia ukiangalia wanapitika sana kwenye eneo la pembeni, hasa upande wao wa kulia, upande ambao Yanga wamekuwa kiutumia kama sehemu yao ya kuweza kushambulia pia. Kwa binafsi bana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tuzungumze michezo na Dominic Salamba Chifu Zobane Kabazum Fela juu ya klabu ya Yanga. Mambo vipi? Wananchi wako vizuri ama walibahatisha dhidi ya FAR Rabat? Basi Salamba anakwenda kutuambia mechi inayofuata dhidi ya JS Kabylie. Je, wananchi watachomoka kweli kweli, Kabylie ikiwa ametandikwa mabao mengi kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Ahli? Mambo yatakuwaje? Atakubali afungwe tena na Yanga kwenye uwanja wake wa nyumbani? Basi ungana nasi bwana, sako kwa bako, ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli, sio na shida wala shaka yote ile, yakiwa pia yanapewa nguvu kubwa mno na Bati Quality. Ni kampuni bora ya Tanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, misumari na usafiri ni bure. Lakini pia ukinunua mabati kiwandani pale, tutakupatia warranty ya miaka 10 ya uangalizi. Yani bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Lakini kama itoshi, bati zetu bwana hazipauki na wala hazishiki kutu. Lakini kwa wateja wale wa mikoani pia tunawashauri rangi za kuchukua, ili kuepuka hali ya hewa kusababisha labda ghasia kwenye bati ambayo tutakayokuuzia. Hii haijawahi kutokea. Unanunua bati na ushauri unapata. Lakini pia kama umechelewa, unaweza kupiga nambari ya simu ile ile ya 0782 05504 0782 05504. Unapiga hiyo ili upate bati kwa haraka zaidi. Dominic Salamba, uko vizuri bro? Niko vizuri kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni jambo jema la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini nataka tutazame sasa Young Africans, mchezo wa kwanza baada ya kupata matokeo ya ushindi. Mchezo wa pili atakuwa mgeni mwenyeji JS Kabylie. Salamba, huu ni mchezo wa aina gani ukitazama matokeo ya michezo ya mwanzo kwa timu zote mbili? Kumbukwa Young Africans alipata ushindi kwenye uwanja wa nyumbani bao 1-0. JS Kabylie yeye alifungwa bao 4 na Ahli. Je, ataruhusu kwa kibonde kwenye kundi dhidi ya Young Africans? Ukitazama huu mchezo, ni taswira gani unaipata kwenye kichwa chako? Kwanza nikiri kwamba Yanga wapo kwenye kundi gumu. Yes. Lakini kwenye kundi gumu kwa maana kwamba timu zote 4 zina uzito unaofanana. Ndio watu tunasema kundi gumu. Kwa maana wote wana maso za kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ni kundi ambalo kwenye kila mchezo unakutana nao lazima uweze kuma meno. Hakuna mechi ambayo utakao utasema labda mechi ni mchekea, kuna kibonde. Na mbaya zaidi unataka kuzungumza hapo kwamba Yanga amepata matokeo ya ushindi, lakini pia JS Kabylie alipoteza magoli 4-1. Kwa hiyo na yeye yuko nyumbani, kama unashindwa kujitetea nyumbani utakwenda kujitetea wapi? Kwa hiyo ni mechi ngumu, lakini ukweli ambao uko wazi ni kwamba ukichukua Yanga na JS Kabylie ukakompea, Yanga ni timu kubwa kuliko JS Kabylie. Kwa maana kwa siku za karibuni kuanzia kwenye uwekezaji, achilia tu mbali kwamba JS Kabylie anatokea nchi ambayo imepiga toki soka, unazungumzia Algeria, lakini kwa maana ya siku za karibuni, uwezo, usajili, kikosi, Yanga wana kikosi imara zaidi na kikosi ambacho kinaweza kufanya kitu kuliko JS Kabylie. Na nzuri zaidi tayari Yanga ameshawahi kufanya kitu tofauti katika ardhi ya Algeria. Katika mechi ya finali ya mkondo wa pili, kombe liko mezani, alipata matokeo ya ushindi dhidi ya USM Alger katika uwanja huo ambao anakwenda kuutumia. Kwa tayari ile mentality ya ushindi katika uwanja ambao umejaa watu wanapata mechi ya finali, kama alishinda mechi nyingine michuano, kwa kesho kitu kikubwa. Lakini pia kwenye siku za karibuni amecheza mechi nyingi katika ule ukanda wa Afrika Kaskazini. Ameenda Tunisia, amekwenda Egypt, amekwenda Algeria. Kwa hiyo
kwenda kule ameenda Morocco, inapelekea sasa kuweza kuyafahamu mazingira na hakuna kitu kigeni. Lakini when it comes kwa maana ya qualities, Yanga ana nafasi kubwa ya kupata matokeo katika mechi ya away. Nimeangalia jinsi Kabelo wanavyocheza. Yes. Ni timu ambayo inategemea sana mipira mirefu, wakitegemea kwenye long balls na hizi crosses nzuri, lakini timu ambayo sio nzuri kwenye kutengeneza mashambulizi kupitia katikati. Lakini pia ukiangalia wanapitika sana kwenye eneo la pembeni, hasa upande wao wa kulia, upande ambao Yanga wamekuwa kiutumia kama sehemu yao ya kuweza kushambulia pia. Kwa binafsi kiangalia, nafikiri Yanga ana nafasi kubwa kupata matokeo katika mechi dhidi ya JS Kabylie akiwa yuko away. Ndio, Dominic Salamba, umezungumza kulingana na ubora wa timu zote hizi mbili na nafasi kubwa umewapa wananchi kwa maana Young Africans kupata matokeo ya ushindi kwenye mchezo unaofuata kwa maana ya Ijumaa hii, ni kivumbi na jasho. Lakini miongoni mwa silaha nzito na silaha kubwa kwelikweli za timu kutoka Afrika Kaskazini ni kutumia vyema viwanja vyao vya nyumbani, hasa wanapokutana na timu ambazo zinatoka nje ya ukanda wao. Hata kama hiyo timu inaweza ikawa bora kiasi gani, lakini wao huwa wanajivunia namna ambavyo wamekuwa na mbinu zao, namna ambavyo wanafanya shughuli zao za hujuma mbalimbali kupata matokeo ya alama 3. Hii haitakuwa kikwazo kwa Young Africans na kudondosha alama pale Algeria. Yaani unapozungumzia timu kutoka Afrika Kaskazini wanakuwa na ubora kwa nyumbani, inategemea na wewe unakuwa na ubora kwa namna gani. Ni kujiandaa. Nazungumzia Esperance mechi yake ya kwanza dhidi ya Stade Malien. Ameshindwa kupata bao nyumbani. Pale Tunisia. Haikuwa rahisi siku za nyuma huko timu kutoka Afrika Magharibi, Kaskazini, kutoka kama Magharibi, kutoka kati Afrika Mashariki kupata pale point hata moja. Kwa sababu mazingira ya yale yalikuwa tofauti, wachezaji wengi walikuwa wanakutana kitu tofauti, ile atmosphere ile, kasi ya mchezo ambao wanakuwa nayo. Kwa hiyo ukijiandaa ukawa na fitness nzuri, ukawa na watu ambao wanaweza ku overcome pressure. Waarabu ambacho kinachowasaidia kikubwa, wanakuja wakiwa wana pressure. Kwa hiyo kama timu yako haiko fit, yaani kama utimamu wachezaji wako wako vizuri, utabana utaachia tu. Yaani wanakulazimisha kufanya makosa, lakini pia wanakuwa wanabeba na ile hali ya baridi. Unakuta mechi ni saa 1 usiku, saa 3 usiku, kule kwa usiku ni maeneo ya jangwa, kuna baridi kali, kuna upepo, na hizi timu nyingine zinatokea kwa ukanda ambao kipindi nyuma mechi nyingi zilicheza saa 10. Kwa hiyo mtu akiwa ana transfer, yani anahama kutoka saa 10 unampeleka Algeria, amekaa siku ya pili akacheze mechi, ni kama mfungwa mawe. Tunakuta watu walikuwa na siku za karibuni Yanga ukiangalia sehemu kubwa mechi zake nyingi sasa anacheza usiku. Muda ambao wewe unakuwa imetulia, sehemu kubwa sana. Lakini pia wamekwenda kule mara nyingi. Ndio maana wanatoka mapema. Kwa hiyo issue ya hali ya hewa sasa hizi sio issue tena. Kwa sababu tayari wamekwenda mara kwa mara na wanajua. Issue fitness imeshapanda. Kwa hiyo kubwa ukiweza kwa contain wale 15 minutes za mwanzo hawanaga shughuli. Kwa hiyo naona kwamba kitakachokwenda kuamua sio niko nyumbani. Kitakachokwenda kuamua na sio fitness, sababu tumezungumzia pia fitness ukanda ule ni watu wa fitness sana. Ilikuwa zamani ilikuwa ni kwamba wanakuchukua wenyewe, wanakupokea, wanakutafutia hoteli, wanakupa chakula, wanakupatia gari. Brother, huwezi kuwa salama. Yaani kwa ukarimu gani ambao wanakupatia hakikisha kwenda kushindana. Sasa hizi Simba na Yanga timu nyingine zinakwenda kule wanachukua hoteli zao. Ukiangalia hata mechi juzi ya Singida na Belouizdad, ni basi Singida tu amekosa makile dakika za mwanzo, naweza kuambia kwamba wale ukiweza kwa contain dakika za mwanzo hakufanya kitu. Singida ameingia na ule ugero mashindano, akakosa goli mbili za haraka, mechi imekwisha. Lakini baadaye Simba wakaona Singida wakakorudi kwenye game, wakaanza kucheza. Kwa hiyo ni kuweza tu kumaintain zile 30 minutes za kwanza. Ukiweza kuzimaintain zile, ukaweza kunywa pressure yao ile, ukaweza kuwatuliza, hawana kitu cha ziada. Kwa hiyo naiona kwamba Yanga anafahamu haitakuwa mechi rahisi, sababu lazima utakuja kulazimisha, na wanaweza kucheza na waamuzi. Tunafahamu. Wanaweza kucheza na waamuzi, wanaweza sana kulazimisha penalty, mafaulu na nini. Na kingine kubwa, silaha kubwa ni aerial balls. Ukiweza kudhibiti mipira ya crosses, faulu zile, Mwarabu ni ngumu kupata matokeo. Sababu uwezo wao mkubwa sana, wanatumia walinzi wao kuweza kufunga mipira ile iliyokufa. Kwa hiyo na wanalazimisha kwa waamuzi waonekana wanafanya madhambi nje ya 18 ili wapate mpira mingi ya adhabu au kona, ambayo wenzetu inakuwa ni nusu goli. Tofauti na sisi huko ambao ukiangalia timu zote zimepata kona hata 30 au 20 kwa mchezo, lakini tunataka kupata goli moja. Kwa hiyo katika maeneo ambayo Yanga atakaweza kuiangalia, kwanza kasi ya mchezo, jambo la pili wafanyie mazoezi mipira ya kichwa, mipira iliyokufa ya crosses. Wakifanikiwa katika maeneo hayo, ninaamini kwamba wanaweza kwenda kuwatuliza na kuweza kuwa surprise na kupata matokeo kama wanaweza kufanya
kwa USM Alger. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Young Africans anatakiwa afanye kwenye mchezo dhidi ya Algeria, kwa maana GS Kabylie, mchezo ambao utapigwa Ijumaa hii. Kivumbi na jasho kweli kweli, Yasina mwana eleke jiwe, lakini watu wengi pia wanaona Young Africans kama itacheza vile ambavyo ilicheza kwenye uwanja wa New Amani Complex kule visiwani Zanzibar, basi pia anaweza akaambulia kama si sare hata kupata alama 3 zote muhimu. Sijajua kwako Chief. Hili swali nataka nilisahau. Baadhi ya watu wanasema kwamba Young Africans akicheza kama alivyocheza kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat, kuna nafasi kubwa kweli kweli ya kuibuka uende na alama zote 3 kama si moja. Kwako hili linawezekana? Na kama linawezekana, ni kivipi inaweza katokea hivyo? Mimi ambacho nakiona ni kwamba Yanga amekuwa kienjoy zaidi kucheza akiwa away kuliko akiwa nyumbani, kama unafuatilia. Yes. Hata kama akiwa anapoteza akiwa away, yeye anakuwa lakini unaona ameenjoy kabisa. Anapenda kuenjoy mpira akiwa anacheza away sana. Kwa hiyo iko ambacho kinanipatia moyo, lakini kikubwa ambacho naona kwamba kwa nini Yanga anaweza kwenda kushinda, kwa sababu GS Kabylie wataingia wakiwa hawana option. Ya kwanza ni kushinda, ya pili kushinda, ya tatu kushinda. Mechi ambayo pengine inaweza kwenda kuamua hatima yao ya msimu huu kwenye makundi. Kwamba kama wanapoteza mechi mbili consecutive, maana yake uwezekano wa kuweza kukutana ni ngumu kwenye kundi ambalo una FAR Rabat, kwenye kundi ambalo una Ahli, kwenye kundi ambalo una Yanga. Kwa hiyo wataingia wakiwa wana kila kitu chao. Yaani wataingia na silaha zao zote. Sasa kwa mechi ambayo unaingia ukiwa unatakiwa uwe na matokeo ya aina moja, ni rahisi kuyapata na ni rahisi kuyakosa. Kwa sababu akili yao haitakuwa kwenda kwa contain Yanga. Akili yao itakwenda ni kuwataki Yanga ili waweze kuwafunga kwa haraka na pengine waweze kutoisha makosa ambayo waliyafanya kwa mechi dhidi ya Ahli ya pale Egypt. Kwa hiyo kwa staili hiyo na kwa komavu ya Yanga, wana watu kama kina Pacome, watu kama wakina Maxi, na hiyo mechi watu kama kina Dumbia wapo na wengine walionao, ninaona kabisa kwamba Yanga akienda kushine katika mechi ambayo itakuwa ni ngumu kwa upande wa mwenyeji kuliko watu wengi ambao walikuwa wanafikiria. Ubora wa Yanga upo kwa Pacome Pedro Zouzoua. Si maneno yangu, ni baadhi ya wadau huwa wanasema hivyo. Na si timu kwa ujumla, kwa maana siku kama Pacome akikosekana, huwa Young Africans siwe bora kama hivi ambavyo tunaiona ikiwa inapata matokeo. Hayo pia yote ni maneno ambayo yanazungumzwa na wadau wengi wa soka. Ni kweli kwa mtazamo wako na uelewa wako mkubwa wa soka, Dominic Salamba, Young Africans ubora wake na uimara wake upo miguuni mwa Pacome Pedro Zouzoua pekee? Hapana. Pacome anaisaidia timu kupata option. Yaani uzuri wa Pacome ni kwamba anaifanya timu iweze kuwa na machaguo mengi ya kuweza kushambulia. Hiyo ndio silaha ambayo Yanga anakwenda kuwaofa. Yaani anaweza akawafanya Yanga washambulie katikati, washambulie kulia, washambulie kushoto. Uwezo huo anao. Kwa hiyo wakati wote anapokuwa kiwanjani, lazima timu pinzani tengeneze mpango mkakati usiopungua watu watatu kuweza kumdhibiti. Hasa unapokuwa na huo mpango, unakwenda kupunguza kasi kwenye maeneo ukafanya yaweze kuwa vulnerable, yaweze kuwa open na watu waweze kuyatumia. Kwa hiyo hiyo kitu kimsingi anawasaidia. Kwa sababu ukiangalia kutokana na uwepo wake yeye, kuna wakati unamuona Dube anapata space, kwa wakati unamuona Mdasi anapata nafasi kukimbia, kwa sababu Pacome huwezi kumpata mtu mmoja. Kwa hiyo anafanya yeye kazi yake, na mwalimu amegundua hata sasa hizi anaanza kushambulia kutokea chini ili aweze kuharibu mpango wa kuzuia. Kwa sababu akianza kushambulia kutokea chini, obviously namba 6, namba 8 na namba pengine wakati na namba 10 itawalazimu wao wote waanze kudili na Pacome. Ukijina Pacome anakwenda kuadi whether namba 2 au namba 3. Kwa hiyo tayari ile strength ya kwenye defense inakwenda kupungua, watengeza ile gap inakuwa ni kubwa, ambalo sasa kama wanakuwa na washambuliaji wazuri wanaweza kwenda kwenda kuitumia. Kwa hiyo kimsingi ni kweli kwamba Yanga anawaongezea option katika maeneo ambayo Yanga itakiwa waweze kuwa vulnerable kwa maana ya namba, yanakwenda kufanya Yanga waweze kuwa outshine opponent kwa kuwa na namba ndogo, kwa sababu namba kubwa inakwenda kumwangalia ili iweze kumdhibiti. Siri ya mchezo wanasema ukiwini kiungo basi utakuwa una asilimia kubwa ya kuwini mchezo mzima na kupata matokeo. Kwa Mwalimu Pedro, kwa jinsi ambavyo anaifundisha Young Africans na mchezo ambao umempa heshima na kumuona kwamba mwalimu huyu ana kitu na atafika mbali, ni dhidi ya FAR Rabat. Ukitazama muundo wake, nini hasa tegemeo lake kiwanjani? Uti wake wa mgongo utabaki kuwa kwenye kiungo, ama ni silaha ipi ambayo anapenda kuitumia kuhakikisha kwamba anajilinda vyema na kupata matokeo mazuri? Ukiacha kumzungumzia Pedro, silaha kubwa ya Yanga kama wachezaji hao watatu wakiamka vizuri, Duke Abuya, Mudathiri haya, Max wakaamka vizuri, Yanga ni ngumu kuweza kufungika. Yaani hapo ndo kwenye siri ya Yanga. Na sio kwenye ardhi ya Tanzania, kokote pale. Yaani hao wachezaji watatu, Duke Abuya, Max, Mudathiri haya, wakiwa katika ubora wao, kuifunga Yanga kufanya kazi kubwa sana. Kwa sababu hao ndio wanatengeneza
ile ni balance kwenye timu kati ya kushambulia na kulinda. Hao wakiwa sahihi, yes, awe Jobu, awe Baka, awe Asinki, awe Mwamnyeto, atakuwa comfortable. Okay. Kwa sababu watakuwa nakutana na mashambulizi wao wakiwa na namba kubwa ya wachezaji ya ulinzi kuliko opponent ambaye anakwenda kushambulia. Kwa wanakuwa na option ya kuweza kulinda wakiwa hawana pressure. Lakini hao wakiwa vizuri, maana yake wanafanya Yanga wanakwenda kuiongezea namba kwenye eneo la mwisho. Yanga inakwenda ina faida ya kuwa na watu 5 mpaka 6, kwa maana kwamba hapo utakwenda kumuongeza kama ni Pakome, utakwenda kumuongeza kama ni Zeni Mwenda kulia, au kama kushoto Mohamed Hussein, utakwenda kumuongeza na labda na Dube au na Andy Boyle. Kwa hiyo unakuwa na watu 6 katika eneo la mwisho. Unapokuwa na watu wengi, maana yake unakuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza option za kufanya penetration pass ziweze kupita na kuweza kuzitumia. Kwa hiyo mimi naona kwamba ubora wa Yanga au silaha Yanga ni hao watu watatu, wakiwa katika ubora wao uliotimia, Yanga anakuwa anatamba popote pale katika bara la Afrika. Salama, tumemaliza vyema kweli, lakini si busara na wala si hekima kama nitakuwa hivi bila challenge kidogo kwenye klabu ya Yanga, hasa kwenye siku za hivi karibuni unavyozidi kuimalika. Hapa una Mohamed Hussein Shabalala, Zimbo Jeyara pale, unamwamba kweli Mayday. Nani unakwenda naye? Hii swali nisha kujibu soma la moja. Wana watu wawili ambao wana vitu viwili tofauti. Yes. Mechi ambayo unakwenda kulinda, unaamini kwa mechi hii ninakwenda kushambuliwa, unakwenda kucheza na Ali kwake, anataka matokeo, uwezi kuanza na Shabalala. Okay. Utaanza na Shadrack Kiboka. Shadrack mwingi itakulazimu uweze kusubiri. Yaani unakuwa ni second team. Wanaingia kwenda kukaba, alafu nishambulia kwa kushtukiza. Okay. Kwa muda mwingi itakuwa na kazi ya kukaba mimi kuliko kwenda kushambulia. Mechi ambayo unaingia kwenda kupress, unaamini kwamba opponent wako anakwenda kukaa nyuma, wataka wewe kwenda kumfungua, there is no way kumwacha Mohamed Hussein. Okay. Kwa hiyo wana hizo variety mbili. Kwa hiyo itategemeana na mpango mkakati. Kwa hiyo kama mwalimu atakwenda kutafuta alama moja dhidi ya Jessica Bayle, atakwenda kwanza na Boka. Okay. Ila kama anakwenda kutafuta alama 3 ugenini, lazima atakwenda kwanza Shabalala, kwa sababu ile kwenda kuongeza namba kwenye flanks na kuongeza namba kwenye eneo la kushambulia. Ukiachana na mjadala huu ambao umekuwa mkubwa kweli, kwingine ni hapa unakwenda kukutana na kijana mdogo wa Kitanzania ambaye kazi yake ni kubwa kweli, si mwingine bali ni namba 2 hii ya taifa pia, kwa jinsi ambavyo anauzima Israel Patrick Mwenda tali kweli. Lakini kwenye ubora pia yao kwa Tohora, watu wanajiuliza nani unakwenda naye, kwa sababu wote wanaonekana hatari hao. Huwezi kumlinganisha Israel Mwenda na Tohora, itakuwa ni kumkosea heshima ya Okwasi. Okay. Yaani ni ukweli tu, Israel Mwenda ni kijana mdogo anaendelea kujifunza. Mimi naomba wakati mwingine sitaki vitu vya kulinganisha ambavyo havipo. Yaani ambavyo havipo. Yaani kufanya hivyo ni kukosea mpira heshima. Okay. Israel Mwenda anamheshimu, jana mzuri, lakini ana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwa Yao Kwasi. Yao Kwasi ni the best level ya right back ya Afrika. Ni beki ambaye anaweza sio Afrika tu, yule hata Ulaya nazima. Okay. Yule katika bora wake, yaani yule kote anacheza, kokote pale ni. Kokote anamkaba mtu yoyote, yaani yule beki. Unaona? Yaani ana makandokando hata nini, katika bora wake yule ndio perfect namba 2 ya kisasa. Kwa hiyo kumkompea wewe na mtu mwingine tunakuwa tunakosea. Yaani utafuta pengine mngeniambia baba Israel Mwenda na Kibwana Shomari, Israel Mwenda pengine na Shomari Kapombe, hapo la linganisha. Unaweza kuanza kuangalia factors, lakini Yao Kwasi hata kijana wangu mdogo wangu Joseph Mendula anajua, hawezi kuongea swala. Anamheshimu kweli. Tumalizia na hili Dominic Salamba. Sasa hivi pale mbele unapoizungumzia Yanga unamzungumzia Andy Bobo Boyeli pamoja na Prince Pumelelo Dube. Kuna nyakati watu wanasema kwa nini mwalimu asio anaanza na Dube? Kwa nini mwalimu asio anaanza na Boyeli? Hapo kumekuwa na changamoto kubwa. Hajui mpira. Hajui mpira. Mwalimu wote wa mpira kama Dube yuko fiti. Yaani uwe na Dube, uwe na Boyeli, uwe na Soa, uwe na Mkwala, uwe na si mwalimu, yaani chukua shabaja Mzize, chukua shabaja wote. Take it from me. Washabaja wako wote wa Tanzania ambao unawajua. Aje mwalimu anayejua mpira, ataanza na Dube. Okay. Ina hiyo uwezi kujua ile kodi kubwa mpaka kujua sana mpira. Yaani kitu ambacho unaweza ukakieni ukijua. Yaani mpaka ni kwa jicho la ndani sana. Kwa yaani huo na jicho kubwa la mpira ndio utagundua. Hakuna anayeweza kumweka benchi Dube kwa aina ya mpira anaocheza na mahitaji ya soka la kisasa. Ndio maana jana watu wanalalamika ujuzi. Kama bwana akupanga washambuliaji, mpira wa saizi sio kwa ajili ya washambuliaji. Mpira wa saizi ni kwa ajili ya timu, brother. Yes. Huo mpira ulikuwa zamani wa golikipa, namba 2, namba 3. Siku hizi mpira afanye aibu kusema hakuna mshambuliaji. Timu nyingi zilishahama huko. Mpira sasa hivi timu nyingi zilishahama huko. Tunategemea striker. Mpira sasa timu inashambulia ni namba, inalinda ni namba.
Naona kwa hiyo kumlaumu mwalimu Pantevo kwamba sio akupanga mshambuliaji. Hao wanaongea mpira wa miaka ya 90. Mpira wa saizi hauhitaji mshambuliaji. Timu iweze kuongeza nafasi na kuweza kushambulia kwa namba. Jana Simba katengeneza nafasi karibia 3 4 5. Hakuwa na mshambuliaji. Unataka mwalimu aingie kafunge? Changamoto. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tumemaliza mimi pamoja naye Chifu Zobane kama Zoom Fela Dominic Salamba. Amezungumza mengi na mazuri, lakini kubwa zaidi tumemaliza na challenge bora kweli kweli. Endelea kuwa nasi kwa sababu hizi challenge bwana zitakuwa zinakujia hasa yale maswali tata ambayo mnapenda kujiuliza. Mimi nitakuwa na msukumia tu Domi na yeye pia atakuwa anatujibu kiufundi zaidi. Hapa tunapata zile small details kutoka kwake, yani vitaarifa vidogo dogo kwenye taarifa ya jumla. Mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Cisco Mrugulu wa kwanza kutoka kwenye milima Uruguru kwenye Kipaza. Kwaheri.